Kuna watu ambao walikutana na injili ya ufalme wa Mungu ambao wakabadilishwa. Wako Wayahudi wawili napenda kuangalia kwa haraka haraka. Yuko Nicodemus. Nicodemus kwenye Yohana sura ya 3. Huyu alikuwa ni mwalimu wa sheria, ni mwalimu wa Torati. Kwa kuwa alikuwa anaogopa Wayahudi wenzake, alinyata usiku kumfuata Bwana wetu Yesu Kristo. Na Biblia inasema Nicodemus alikuwa ni mwanafunzi wa siri wa Yesu Kristo. Hakutaka Wayahudi wajue kwamba yeye anasikia kutoka Yesu Kristo. Yeye ni mmoja wa wafuasi wa Yesu Kristo. Maana Wayahudi kwa taratibu zao wangemgeuka mwenzao Nicodemus. Mtu mwingine anaitwa Yusufu. Yule Yusufu wa Arimathaya. Yule Yusufu tajiri aliyetoa kaburi lake, aliyemwambia mfalme, nataka kumzika master. Akapata kaburi lake wakaliandaa. Watu hawa walikuwa na mentality ya kidini ya Kiyahudi, Judaism, lakini walipokutana na injili ya ufalme, mentality zao zilibadilishwa na wakamwamini Yesu Kristo na wakawa wafuasi wa Mungu. Wako watu ambao wana mentality ya kidini, washakaribishwa katika dini zao, pasipo kuwahubiria injili ya ufalme wa Mungu hawawezi kubadilika. Yohana 19 mstari wa 38 mpaka 40, utaona huyu Nicodemus na huyu Yusufu wa Arimathaya waliokuwa potential baadaye kama wafuasi wa Mungu. Anasemaje? Hata baada ya hayo, Yusufu wa Arimathaya, naye ni mwanafunzi wa Yesu, lakini kwa siri, kwa hofu ya Wayahudi, alimwomba Pilato ruhusa ili auondoe mwili wake Yesu. Na Pilato akampa ruhusa. Basi akaenda akauondoa mwili wake. Akaenda Nikodemo, naye yule aliyemwendea usiku hapo kwanza, akaleta machanganyiko ya manemane na udi yapata ratili 100. Basi wakautwaa mwili wake Yesu, wakaufunga sanda ya kitani pamoja na yale ya manukato, kama ilivyo desturi ya Wayahudi katika kuzika. Watu ambao walikuwa na mentality ya dini wamekuwa ni wanafunzi wazuri wa Yesu Kristo, na wameweza kuonesha msaada wao au mchango wao. Kila anayekutana na injili ya ufalme wa Mungu lazima awe mfuasi wa Yesu Kristo, lazima awe ni mtendakazi pamoja na Yesu Kristo. Yuko mwingine, binti moja, dada mmoja alikuwa mrembo, kahaba akijiuza, anaitwa Maria Magdalena. Kwenye Yohana sura ya 8 mstari wa 3 hadi 11, alikamatwa katika uzinzi. Alipokutana na Yesu Kristo, Yesu akamwambia, umesamehewa dhambi zako, usirudie tena kufanya uzinzi kwa hapa. Maria Magdalena alibadilishwa. Huyu alikuwa na fedha, kati ya wadada ambao kwa mahuri, nguzo za uchumi katika huduma ya Yesu Kristo miaka 3.5, miaka 2000 iliyopita, alikuwa ni Maria Magdalena. Ninasema yeye na kina Suzana walitegemeza huduma ya Yesu Kristo kwa fedha na mali zao. Natamani mdada mmoja aseme mimi ni wale wa kina Suzana na kina Maria Magdalena kwa habari ya kazi ya Mungu. Mimi ni yule Yusufu tajiri kwa ajili ya kazi ya Mungu na ufalme. Baadaye tunaenda kuona mchango wa Maria Magdalena. Yeye ndio alikuwa wa kwanza, mfuasi wa kwanza kwenda kaburini. Yohana sura 20 mstari 11 hadi 18. Na yeye ndio alikuwa ni mtume wa kwanza kupewa taarifa kwamba nendeni kawaambia wanafunzi wengine, kawapasheni habari za ufufuo wa Yesu Kristo. Yuko mtu mwingine alikuwa jamii ilikuwa impendi kwa sababu alikuwa ni mtoza ushuru, ni mkuu wa utoza ushuru. Aliitwa Zakayo. Ukisoma kwenye Luka sura 19 mstari wa 1 hadi wa 10 utapata habari zake. Alitenda mambo mabaya, machafu, maovu. Lakini aliposikia habari za Yesu Kristo, habari za ufalme wa Mungu, akasema nataka kukutana na huyu mfalme, huyu Masihi. Alipokutana na Yesu Kristo, Biblia inasema wokovu uliingia nyumbani mwa nani? Mwa Zakayo. Hakuna mtu ambaye anakutana na habari za ufalme wa Mungu ambaye habadilishwi. Yuko Sauli, alikuwa ni muuaji, alikuwa kilitesa kanisa la Yesu Kristo. Kwenye Matendo ya Mitume sura ya 9. Alipokutana na Mnazareti, akamwangazia mwanga, nuru kama jua. Ile akili na ile mentality na ile hali ya Kiyahudi na Torati alikuwa ameshika ya kutesa kanisa la Yesu Kristo ilibadilishwa kwa sababu alipata kukutana na nani? Na mkombozi. Alikutana na mfalme mkuu, akabadilishwa. Kwa hiyo hii njia pekee ya kubadilisha nafsi za watu duniani ni kupitia injili
ya Yesu Kristo pekee. Ufalme wa Mungu ni Kristo ndani yetu, na ufalme wa Mungu unatawala pamoja na sisi kwa kuwa Kristo yuko ndani yetu, tumeketishwa pamoja na yeye.